أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه. أبغض لخلقه المسألة، وأحب لنفسه أن يسأل. وليس شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل، فلا يستحي أحدكم من أن يسأل الله من فضله ولو شسع النعلة. Tukiwa katika Ijumaa yetu ya pili ya mwezi huu wa Shawwal, na bado tunayo yale tuliyoyachuma, tuliyojifunza, tuliyoyaishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambayo malengo makubwa, ile athari na mafunzo yale tuendelee nayo, yale matendo muhimu zikiwemo salatul laili, sala za usiku. Kama tulikuwa tukisimama mwezi wa Ramadhan, malengo tuishi hivyo katika masiku ya kawaida, miezi mengine. Kusoma Qur'an kama tulikuwa tunahitimisha kwa siku 10, siku 30, kila siku aya 100. Malengo ya mwezi wa Ramadhani tuliomalizana nao, tuishi hivyo katika miezi ya kawaida. Isiwe matendo yale ni kwa ajili ya Ramadhani tu. Tuliyasema hayo katika hutuba yetu iliyopita, na tukasisitiza kwamba hususan kwa wale watu wa kheri ambao wamefanya kheri nyingi mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wako waliolisha mayatima, wako waliovisha mayatima, wako waliogawa vyakula, wako waliofutarisha maftari mazito mazito. Tabaan, malengo ni mtu kujizoesha, kujilea katika mambo ya kheri. Tukasema kwamba kheri zile zinahitajika zaidi katika miezi hii tulionayo ya kawaida. Mwezi wa Ramadhani mtu mara nyingi anaftari jioni. Akimaliza kuftari, chakula kidogo, wengine cha daku, wengine ni maji tu, mwingine ni tende kadhaa. Lakini siku za kawaida ana milo mitatu. Ana watoto wanaenda shule, ana fee za shule, ana kodi za nyumba, na mambo mengi ambayo kuna watu hawawezi kuyafanya. Watu wa kheri ambao wamelelewa na mwezi mtukufu wa Ramadhan waendelee na kheri zile. Tukasema kwamba
Hayo ndio itakuwa tutafaidika na ile malezi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambao malengo ni kutufanya wacha Mungu, kutufanya watu wema. Hayo ndio malengo. Tukasema kwamba katika moja ya ibada kubwa tukaielezea tulioishi nayo mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuelekeza shida zetu kwake katika swala zima la kumuomba Mungu dua, atufanyie wepesi katika mambo yetu, atufanyie wepesi katika shughuli zetu. Kila mmoja katika section yake anahitajia maombi. Kila mtu anamuhitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfanyie wepesi katika kazi zake. Wanafunzi katika masomo wanahitajia dua. Wafanyakazi katika kazi zao, unafika sehemu unajua hakuna anayeweza kukutoa isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanahitajia maombi. Katika riwaya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema Bwana Mtume kwamba inna Allaha, hakika ya Mwenyezi Mungu, ahabba shay'an li nafsihi, amelipenda jambo katika dhati yake, jambo hilo analipenda zaidi. Inna Allaha Subhanahu wa Ta'ala ahabba shay'an li nafsihi, amelipendezesha jambo katika dhati yake, katika cheo chake, hilo jambo analipenda sana. Lakini jambo hilo abghadhahu li khalqihi, na analichukia kwa viumbe vyake. Hilo jambo yeye analipenda zaidi afanyiwe yeye, lakini analichukia jambo hilo viumbe kuwa wanalifanya. Abghadha li khalqihi almas'ala, anachukia waja wake viumbe vyake kuwa omba, kunyanyua mikono. Analichukia jambo hilo, watu kuwaomba watu wengine. Jambo la ajabu, hakuna mwanadamu anayependa kuombwa. Hakuna. Hata bilionea hakuna alosema sasa hivi mimi sihitaji, kwa nini haji mtu nikamsaidia? Hakuna anayetamani hivyo. Bali watu mpaka akisikia kwamba kuna mtu ana shida, hata ndugu yake wa damu, akiona simu 2-3 ya tatu anaizima. Akisikia hodi pengine amefika, anatoa maagizo kwamba sipo, mwambieni sipo. Wanadamu ndio tulivyo, hamna anayependa, japokuwa ana uwezo wa kusaidia, lakini nafsi zetu hazijaumbwa hivyo, kusaidia watu, kuwa tayari kutoa. Hata kama unacho cha kupitiliza, hakina kazi, lakini kutoa ni ngumu sana. Na ndio maana wenyewe Waswahili wakisema kutoa ni moyo. So hakuna kiungo ambacho kinatahammal kama moyo. Kutoa ni moyo, si utajiri. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo hili anachukia wanadamu wasioombaomba, lakini yeye anapenda aombwe, anyoshewe mkono. Yeye anapenda asemezwe kila siku. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ahabba li nafsihi an yus'ala, anapenda katika dhati yake aombwe, waja wake wanyooshe mikono, wamuelekee. Walaysa shay'un
ahabba ila Allahi azza wa jalla min an yus'ala, hakuna kitu anachokipenda kama viumbe vyake wanapomwelekea. Kama pale wanadamu wanapopata matatizo akamwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio kaelekea katika vitu vingine. Na hili tukirudi ndani ya Qur'an, ndio maana utapata kila mtume wa Mungu kwa utaratibu wowote ule, wale mitume waliopata matatizo, wale waliokuwa na utajiri na ufalme, mwisho walipeleka maombi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imma shukurani au Mwenyezi Mungu afanyie wepesi. Hiyo ndio sunna. Mitume wa Mungu wote waliomba. Ukenda kwa Nabiiullah Suleiman ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam, ambaye Mungu amempa ufalme, utajiri na kila kitu, lakini mwisho ananyanyua mikono na mwambia Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Baada kupewa kila kitu, majini wako chini yake, vidudu vidogo vidogo vyote anavisikia, hana silo nalo. Suleiman ananyanyua mikono, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, nipe nguvu nishukuru neema yako hii, niwezeshe nikushukuru. Anamuomba Mungu. Kwa hiyo kumbe wale waliopewa utajiri wao nafasi yako ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. La in shakartum la azidannakum, ndivyo wanavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Amirul Mu'minin Ali salatullahi wa salamuhu alayhi, anasema man u'tiya shukra lam yuhramu ziyada, yule ambaye atakuwa na tabia ya kutoa shukurani, kushukuru yale Mwenyezi Mungu aliyomneemesha, mtu huyu atazidishiwa, atafunguliwa zaidi. Kwa hiyo mitume wa Mungu, Nabiiullah Suleiman anamuomba Mungu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, hizi neema ulizonipa zote nipe uwezo wa kukushukuru, nipe nguvu za kukushukuru, lakini kwanza niweze kufanya matendo mema. An a'mala salihan tardah, nifanye vitendo vizuri unavyoviridhia. Mtu ukipewa neema kubwa, wewe kwanza ni kumwelekea Mungu. Neema ya uhai, ukiamka asubuhi ni neema, afya nzuri. Afya hiyo umshukuru Mungu kwa kumwabudu yeye. Kwa nini dakika 90 unasimama unaangalia mechi Azam na Yanga, dakika 90 hujapata nafasi ya kukaa, 90 nzima umesimama, halafu inaunganishwa nyingine pale Manchester na mwingine, unaunganisha 90 180, lakini huyu ikifika salatul laili hawezi kusimama, hawezi kusoma la uksim bihadha albalad, sura ndefu, lakini huyu ana uwezo wa kusimama dakika 180. Hujatoa shukurani kwa afya uliopewa, hujamshukuru Mungu. Una uwezo wa kukaa ukaangalia msalsal, tamthilia 3-4, lakini uwezi kukaa ukasoma aya 100, zinakupotezea muda. Inakuja ya kwanza, inakuja ya pili, mpaka unamaliza saa 4 na naitwa nani yule Sanjar, unamalizia saa 4, umeanza saa 1 kamili, lakini huwezi kukaa ukasoma aya 100. Kitako wewe una nini unaita, una diski, huwezi kukaa una diski, lakini unaweza kukaa kuangalia misalsal 4-5 inayofuatana.
hujatoa shukurani kwa afya ulionayo, hujamshukuru Mungu. Kwa hiyo hivi tulivyo, kila mtu ana jambo la kumshukuru Mungu. Kila mtu anacho cha kukaa, cha kunyanyua mikono akasema alhamdulillah, akamuomba Mungu. Kila mtu, si mpaka uwe na V8 ndio useme sasa naweza kutoa shukurani, au kawa na jumba zuri la gorofa ukasema la. Kuna mwingine wewe una jicho, mwingine hana, unatoa shukurani kwa jicho hilo. Unaweza kufika msikitini hapa vizuri tu, lakini mwingine anafika hapa kwa mashaka, kwa tabu, hawezi. Unatakiwa utoe shukurani. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, mtume wa Mungu huyu. Wa an a'mala salihan tardah, kwa neema hii nifanye matendo mazuri unayoyaridhia, matendo mema unayoyakubali. Siwe hii neema ni sababu ya kukuasi, ni sababu ya kuchupa mipaka. La, a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Huyu ni mtume ambaye Mungu alimpa utajiri, lakini mtume ambaye Mungu alimpa maradhi, naye pia alinyanyua mikono akashukuru. Anni masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Nabiullah Ayub ala nabiyina alayhi afdalus salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Si kwamba ukiumwa usimshukuru Mungu amekudhulumu, la. Mtume wa Mungu huyu, hakuna mwanadamu ameumwa kama huyu katika historia, mpaka familia amemkimbia, watu wameondoka, yuko peke yake, mwili unatoa wadudu kila sehemu. Mwisho ananyanyua mikono, ya Rabbi, si kama naumwa, asema nimeguswa na tatizo, masani ya dhur, nimeguswa na shida, wewe ni mwingi wa rehema. Mtume wa Mungu huyu. Leo wewe ukikosa, umekunywa chai lakini hujui usiku utakula nini, tayari kila aina ya maneno na kutoka ni mkali, kila unayekutana naye ni mbaya, lakini una afya mzima, unazungumza, huumwi hata na kidole. Tatizo kwamba mfukoni huna 10,000, tatizo huna kilo ya ugali, lakini mzima wa afya. Mtume wa Mungu ambaye alikaa ndani wakamkimbia mpaka wake zake, ananyanyua mikono anamwambia, ya Rabbi, nimeguswa na tatizo, wewe ni mwingi wa kurehemu, ni rehemu, nihurumie. Hii ni jinsi gani kwamba dua ni muhimu katika mzunguko wa maisha yetu. Mtume ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtuma akafanye kazi ya tabligh. Katika tabligh unahitajia dua. Mungu akupe nguvu kwa kazi unaenda kuifanya. Nabiullah Musa ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anatumwa kwa Firaun, haendi hivi hivi, anamwambia Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Pia anaomba na msaada wa kupewa nguvu katika kazi yake. Usione tu kwamba wewe unaweza, ukipewa jukumu khalas mimi sitoshindwa. Unahitajia dua. Musa mtume wa Mungu anamwambia Rabbi shrah li sadri, nifungulie kifua hichi,
naenda kupambana na watu, naenda kupambana na mtu jabbar, kwanza kifua kiwe kipana, nitahammal matatizo katika uwanja wa kumtumikia Mungu na mambo mengi. Sehemu hii ambayo tumejiweka sisi tunajiita mashekhe, mubalighun, walimu, ni sehemu ambayo ina matatizo mengi, ina tuhuma nyingi, ina shida nyingi. Yani katika mtu ambaye wa kwanza aswaminiwa ni huyo. Mtu anampa mtu ovyo ovyo tu mamilioni ya fedha, wala hataki kujua kimefanyika nini. Akimpa mwalimu na imamu, atafuatilia kila sekunde, na kila aliyokuwepo atamuuliza umepewa. Ni kwamba anaonekana mtu ambaye haaminiki, ni mtu ambaye hawezi kufanya uadilifu, hawezi kutumia, hajui kutumia. Hili la kuwa hajui ndo zuri zaidi, hana mipango. Kwa hiyo tukimpa huyu atafuja, tumsimamie, tumwekee watu wamfuatilie, 3 4. Ndio tumejiweka, na tumejiweka sehemu hii kama anavyosema Amir al-Mu'minin Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi, man wada nafsahu mawadhi'a at-tuhma fala yalumanna man asaa bihi dhanna. Tumeweka nafsi zetu katika sehemu za kutuhumiwa. Ali anasema mwenye kuiweka nafsi yake sehemu ya kutuhumiwa. Wewe si unajifanya imamu, utatuhumiwa. Shekhe, utatuhumiwa. Wewe unajifanya, utatuhumiwa. Kwa hiyo usiwalaumu atakao kutuhumu vibaya, kwa sababu tumeziweka nafsi zetu katika sehemu hizo, japokuwa sio sawa, si sawa. Kwa hiyo Musa anamuomba Mungu, Rabbi shirah li sadri, nifungulie kifua changu, nipe nguvu ya kutahammal masulia kwanza, halafu nifanyie wepesi, wa yasirli amri. Hili jambo hili lizito, jambo la kwenda kukutangaza wewe kwamba ni mmoja, huna mshirika wa kuabudu wewe tu. Hii ni kazi ngumu, kama vile tunavyohisi ugumu tulionao sisi kazi ya kuwatangaza ahlul bait salawatullahi wa salamuhu alayhim. Moja ya kazi ngumu watu hawafahamu. Unaenda sehemu unamwambia mtu Zainul Abidin, hajui kama kuna kiumbe alizaliwa anaitwa Zainul Abidin, hajui kama kuna kiumbe alizaliwa anaitwa Muhammad al-Bakir. Watu hawajui, si kama hawataki. Kuna watu hawajui kabisa kama kuna mtu mjukuu wa mtume alikuwa ni ali mwanachuoni anaitwa Jafar ibn Muhammad as-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Na wengine ni mashekhe wakubwa, ni watu wazito, lakini hawajui. Hawa watu hawajui kabisa. Kwa hiyo kazi inakuwa ngumu kulifikisha jambo la ahlul bait, kwa sababu unawafikishia watu jambo jipya geni katika akili zao. Mtu toka na anafungua jicho anamsikia Abu Huraira tu anapokea hadithi. Mwingine anajua huyu Abu Huraira alilelewa ndani ya nyumba ya mtume, si Abu Huraira. Mwingine anahisi kwamba Imam Shafi alikuwa kipindi cha mtume, Hanbali alikuwa na mtume. Wapo wanaojua hivyo, hajui kwamba huyu mtu amekuja miaka 300 baada ya kufa mtume, akiambiwa kwamba haya ni madhhabu ya Imam Shafi, kwamba huyu Shafi haya madhhabu ameachiwa na mtume. Huyu Abu Hanifa haya madhhabu ameteuliwa na mtume. Mwingine anajua hivyo. Kwa tunahitajia dua, Mungu atufanyie wepesi kukabiliana na watu wenye mtazamo huu. Kiwaambia la, mtume alimwacha Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi,
Mtume aliwatangazia umma kwamba mimi naondoka na kuachieni vitu ambavyo mkishikamana navyo hamtopotea. Hivi mkivikamata ndivyo solution ya matatizo yote yataisha. Cha kwanza ni kitabu cha Mungu, la pili ni Ahlul Bait salawatullahi wa salamuhu alayhi. Mtu ukimwambia Ahlul Bait hajui ni nani. Kwa hiyo tunahitajia dua, Mungu atufanyie wepesi kuifanya hii kazi katika ulimwengu tulionao huu. Mtu hajui kabisa kwamba hawa Hassan na Hussein walizaliwa wakawa wakubwa na wao wakazaa wakapata wajukuu. Mtazamo wa ndugu zetu wengine najua hawa vitoto vilizaliwa vikafa vikuwa vidogo, wajukuu wa Mtume. Wakimwambia la, Hassan mbona alizaa watoto wengi wakashiriki kwenye vita, Hussein alizaa watoto na akapata na wajukuu, huyu Muhammad Bakir ni mjukuu mbona wa Hussein kupitia Zainul Abidin. Kwambia kweli ndiyo, sema mimi sijui hayo. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nabiullah Musa anamuomba Mungu kwa sababu kazi anazoenda kuifanya ni nzito. Hii ni sunna. Yaqub ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam. Allahumma salli ala anamuomba Mungu baada ya tatizo la kumpoteza mwanawe muda mrefu. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hili tatizo huzuni namshtakia Mungu. Mimi na wewe ni nani tusielekeze shida zetu kwa Mungu? Hatuna sababu. Mungu ametufungulia, ametuwekea milango wazi. Temu yoyote tunapokuwa na shida tuelekeze shida zetu kwake, kama anavyosema Amirul Mu'minin Ali salatullahi wa salamuhu alayhi. Anasema wa'lam anna alladhi biyadihi khazainu samawati wal ardh kad adhina laka fi du'a. Tambueni kwamba yule anayemiliki mbingu na ardhi ametoa ruhusa sisi tumuombe, sisi tumwelekee yeye, tuelekeze matatizo yetu kwake. Kad adhina laka fi du'a watakaffala laka bil ijaba. Lakini vile vile amechukua dhima kwamba atakujibu maombi yako. Tulisema katika hutuba yetu iliyopita, tunaomba Mungu mambo mengi, akufungulie milango ya riziki iwe pana. Lakini unatoka pale gari zinagongana mbele yako, unarudi nyuma tu, pikipiki zinapigana pale, unasema mguu mmoja tu ningegongwa mimi. Kumbe ni yale maombi yako ulipotoka hapa kumwambia Mungu akufungulie riziki, Mungu amekuepusha na ile ajali pale. Kwa hiyo Mungu anakubali maombi yetu kwa design tofauti kwa kila mmoja na hali yake. Unamwambia Mungu biashara hii, mzigo huu usiibiwe, uende salama. Mzigo unaibiwa kule, lakini huku kuna moto ulikuwa utokee unawahiwa, ghala zima linabakia salama. Lakini kule mzigo umeibiwa, huku ghala nzima huku ilikuwa iteketee, sema tulikuwa hatupo lakini moto hafla umezima wenyewe. Ni ile dua yako uliyomwomba Mungu mzigo wako uende salama bila matatizo. Mungu ameepusha ghala nzima huku isiungue. Haya ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotupitishia mambo yake, anavyotufanyia wepesi, anavyokubali maombi yetu. Watakaffala laka bil ijaba wa amaraka an tas'alahu liyu'tiyaka wa tastarhimahu liyarhamak. Amir al-Mu'minin
salatullahi wa salamuhu alayhi. Anasema kwamba Mungu ameamrisha umuombe akupe, na umuombe rehema zake akuhurumie, lakini kubwa zaidi, sikiliza, walam yaj'al bainaka wa bainahu man yahjubuka anhu, na hajaika kizuizi, haja kuwekea wasita. Ukiamua unapeleka moja kwa moja mwenyewe, ukiamua unafanya wasita kupitia tawassul, hajaika kizuizi kufika kwake. Ni wewe mwenyewe tu kuondoa uvivu, kusimama, kukaa nusu saa, lisali moja, kumsemeza Mungu, kumpelekea Mungu matatizo yako. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Nakusieni kama ninavyohisia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amir al-Mu'minin anasema walam yamna'aka in asa'ta min at-tauba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajakuwekea kizuizi pale unapotaka kutubu, kujuta kwa makosa, anakukubalia. Walam yuajilka binaqma, lakini vile vile hajafanya haraka kukuadhibu. Hafanyi haraka. Makosa mangapi tunayafanya, laiti ingalikuwa katika nyumati zilizopita tungekuwa hatupo sote. Hivi kweli kubakia kwetu sisi ni kwa sababu ni wacha Mungu zaidi, hatufanyi yale makosa yaliyofanywa? Lut kaumu yake sile angamizwa kwa makosa ambayo leo hii ndani ya ardhi yetu ndoa zinafungwa hapo katika maeneo yetu, Kinondoni, Magomeni, tumezihalalisha. Sio kwamba wao walikuwa wakifanya tu kwa siri, kwa ovyo, la, hapa tumehalalisha kwamba ni ndoa rasmi zinaitwa, na watu hao wana haki zao. Sio dhambi ya kuangamizwa. Ghush ambayo watu wa Shuaib waliangamizwa nayo, watu wa Nabiullah Shuaib, kuzidisha vipimo, kuingitia maziwa, maji, mikaa, kuweka chenga. Leo ndo mchezo uliokuwepo hapa kwetu. Ukenda Buguruni na sehemu za Ilala huko kwenye masoko, kisado kimejaa, lakini hapa kati kuna miti, unaambua kimejaa, kikiguswa chote kiko nusu kisado. Haya ni madhambi ambazo kaumu ziliangamizwa. Kwa hiyo hatuna kubwa kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an kumwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Si kuswali sana kwetu kwamba sisi hatuadhibi kwa sababu wa uwepo wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini la pili, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Tunamuomba Mungu msamaha, tunamuomba Mungu tauba, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe makosa yetu pale ambapo tunapokosea. Inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale ambapo tunapoteleza aweze kutusamehe makosa yetu inshallah. Bismillahirrahmanirrahim.
inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.